Kwa mkoa niwashukuruni sana madaktari bingwa ambao mpo kwa ajili ya kuunga mkono jitihada mbalimbali za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatambua kama mkoa wa Dar es Salaam mnayo familia, mnayo majukumu ya kifamilia, mnayo kazi katika maeneo yenu ambayo mmeajiriwa, lakini yote hayo mmeacha, mmeamua kuzunguka nchi nzima kuunga mkono jitihada za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo tunawashukuruni na tunawapongezeni sana. Naomba tuwapigie makofi. Thamani na mchango wenu kwetu kama wana Dar es Salaam tunauona ni mkubwa sana. Hatuupimi kwa idadi ya watu ambao mnakwenda kuwaona. Thamani yenu kwetu tunaipima kwenye ile dhamira ya kwenu ya kumuunga mkono rais wetu. Mnatambua kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anafanya. Na mnatambua maadui wetu katika nchi yetu na taifa letu ni maadui watatu. Moja wa adui katika taifa letu ni maradhi. Mmeungana na mkono na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupambana na adui maradhi, kwa sababu unajua kabisa adui maradhi, hata kama ungekuwa na silaha za kivita za aina gani, huwezi kutumia hizo silaha kuziangamiza. Zinatumia taaluma yenu madaktari bingwa, manesi, ambapo ndipo mnaweza kwenda kumwangamiza huyu adui maradhi. Hivyo tunawashukuruni, tunaiona hiyo thamani. Lakini thamani ambayo nyingine tunaiona ni elimu ambayo nyinyi mnakwenda kuwapa madaktari ambao tunao, madaktari bingwa ambao Mheshimiwa Rais ametuletea katika halmashauri zetu za mkoa wa Dar es Salaam. Ni zaidi ya wataalamu 200 katika kipindi hiki kifupi Mheshimiwa Rais ameleta. Lakini wako wataalamu wengi wanaotoa huduma za afya katika maeneo yetu. Dhamira si tunayoipima kutoka kwenu ni ile elimu ambayo nyinyi mnaenda kuwapa wataalamu wenzenu ambao mnawajua kwa sababu ya uzoefu wenu na umoja wenu na kuzunguka nchi nzima. Mmepata kitu fulani tofauti na mtu ambaye amekaa station kwenye eneo moja labda kwa muda mrefu. Hivyo tunawashukuruni, tunaiona hiyo thamani ambayo mnaenda kutoa kwa wataalamu wetu. Lakini thamani nyingine ambayo sisi wana Dar es Salaam tunaipima ni kwamba wale watu ambao mtakaenda kuona, ule unyenyekevu mtakaoenda kutoa kwa watu wetu ambao kwa mkoa wa Dar es Salaam ni zaidi ya watu 5.3 ambao wapo, ile thamani mtakaoenda kuiambukiza kwa hao watu, namna gani Mheshimiwa Rais anavyoenda kuwahudumia watu, kwetu sisi ndio tunaipima kwenye kazi ambayo mtaenda kuifanya katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa hizi siku 9 mtakazo kuwepo. Hivyo tunaomba tuwashangilie na kuwapongezeni sana. Hatuoni nyinyi zile siku 9 mtakazo kuwepo na kuenda kumuona huyo mtu au watu 200 au 300 au 500. Ile kazi mtakayoambukiza kwa watu 200, kwa wale wataalamu wetu, kwa vile vituo vyetu vya afya, ndizo tutakayoiona ni thamani kubwa ambayo mmeiacha katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Na ni imani yetu katika kipindi mtakapokuwa mmeondoka, yale mtakayokuwa mmetuachia sisi kama mkoa wa Dar es Salaam, tutakuwa tumeyafanya na tumebadilika. Hivyo tunawashukuruni sana sana. Hivyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa na wakaribisheni tena na tena. Tunawaoneni sisi katika mazingira hayo. Hatuoni kwamba umeenda kuona wagonjwa wangapi. Ingekuwa wagonjwa wangapi ningesema hata daktari yule anaenda kuwaona. Lakini elimu unayoitoa, nafasi unayoitoa kwa ajili ya wale watu, unavyoweza kumwambukiza yule daktari ambaye yuko pale. Mfano unaenda Kivule, yule daktari unaweza kwenda kumfundisha Kivule. Ile kata ya Kivule na watu wasiopungua 60,000. Kata moja ina watu wasiopungua 60,000. Lakini zile kata zinazozunguka Kivule, kwa maana yake kata za Kitunda, ukienda wenzetu wa Temeke wako karibia na Kivule, ukienda Msongola karibia na Kivule, ukienda Chanika karibia na Kivule, ukienda Kipunguni karibia na Kivule. Hizo kata zote zinazozunguka pale ni watu wasiopungua 400,000. Utakapoenda kumuona wewe daktari mmoja wa Kivule ukamsaidia, umewasaidia watu 400,000 wa kata ile nzima walile jimbo. Lakini yule daktari yuko kwenye halmashauri ya wilaya ya Ilala, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na watu 1,600,000. Yule daktari mmoja akihamishwa kutoka Kivule akiletwa hapa Mnazi Mmoja kwa siku inaona watu wasiopungua 100,000. Yule daktari atakuwa amefanya kazi kubwa kwa sababu ya wewe mtaalamu bingwa ambaye unamuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupambana na adui maradhi ambaye ni moja ya maadui wakubwa katika taifa letu la Tanzania. Naomba mjipigie makofi makubwa sana. Lakini thamani nyingine ambayo sisi tunaiona kutoka kwenu,
Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka mitano kwetu sisi katika mkoa wa Dar es Salaam amefanya mambo makubwa sana. Mtapata nafasi ya kuwa mashahidi na mashuhuda wa rais aliyofanya katika maeneo yetu. Na bahati nzuri madaktari bingwa nyinyi, mkiongea na madaktari bingwa wenzenu ni rahisi kuwaelewa kuliko akaenda mwanasiasa kusema huyu nani? Huyu mwanasiasa. Nikienda mimi kuhutubia madaktari bingwa chuoni watasema huyu nani? Huyu mwanasiasa. Lakini ukija ndugu yangu Kagongo, ukihudumia madaktari bingwa wenzako mnaelewana. Hata terminology utakazoanza kusema mnaelewana. Kwa maana hamna inatoka ngoma draw. Ukiwaeleza mafanikio ya Mheshimiwa Rais, utawaeleza katika lugha ambayo wao wanataka kuisikia. Hivyo tunaamini mtakuwa mabalozi wazuri sana wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wenzenu wana Dar es Salaam tunamuona Mheshimiwa Rais kwa macho mengi mazuri sana. Tunamuona kama mama Msamaria. Waliosoma vitabu vile wanaona kuna hadithi ya Msamaria mwema. Walipita pale watu wenye uwezo, watoza ushuru, sijui wa nini, watu wenye nafasi mbalimbali walipita. Mtu aliyepata na wanyang'anyi. Lakini alipita Msamaria akaamua kutoa uwezo wake kumsaidia yule mtu. Sio kusikitika kwa sababu yule mnyang'anyi amepigwa na amenyang'anywa mali yake. Wako wengi ambao tunapenda kutumia vyombo kusikitika. Ukienda kusoma kitabu cha Mwalimu Nyerere cha Tano na Raia, inamzungumzia kiongozi bora wa tano ni yupi. Akatolea mfano wa Mzee Maganga aliyeunguliwa nyumba. Ukiangalia historia na simulizi ya Mheshimiwa ya Rais ya Mwalimu Nyerere kwenye kitabu cha Tano na Raia kwa Mzee Maganga, ukienda kuangalia na ile ya Msamaria mwema ni stories zinazofanana. Kwa Maganga, Mwalimu Nyerere anasema kiongozi bora ni yule ambaye anatoa mchango wake kumsaidia Mzee Maganga ambaye nyumba yake imeunguliwa, hasikitiki ila anampa mabati Mzee Maganga ili apate kuezeka nyumba yake, anampa Mzee Maganga hifadhi ya nyumba ili aje kulala na familia yake, anampa chakula Mzee Maganga ili aweze kula na familia yake kwa sababu Mzee Maganga chakula chake kimeungua. Na simulizi ya Msamaria mwema anamchukua mtu aliyepata majeraha, anampakia kwenye mwanapunda, anampeleka hospitali ili aweze kupata huduma, apone, arudi aendelee na kazi zake. Sasa kitendo cha Mheshimiwa Rais, na ninyi mmemuunga mkono madaktari bingwa kuzunguka nchi nzima, kwenda kutoa elimu, kwenda kutoa utaalamu wenu, kwenda kuwasaidia wataalamu wetu, kuwasaidia watu wetu, ni kitendo cha usamaria wema. Kwenye maandiko ungesema ni kitendo cha huruma. Huendi kutafuta, hauendi kufanya biashara, unaenda kutoa tendo lako la huruma. Lakini kwenye tendo hili la huruma ambalo ninyi madaktari bingwa mnaitoa, Mheshimiwa Rais ameenda mbele zaidi pia. Ameenda kutoa wanasheria wake ambao pia wanazunguka nchi nzima kutoa utaalamu wa kisheria kwa wale watu ambao wamedhulumiwa haki yao. Ni namna gani unamuona unakuwa na kiongozi ambaye anajali shida za watu, anatafuta namna mbalimbali ya kwenda kuwasaidia Watanzania wake anaowaongoza. Hivyo tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais. Hivyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa ninawakaribisheni sana. Na tunawahakikishia kama alivyosema kaka yangu Mwapa, tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha katika kipindi chenu ambapo mko katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Na pale changamoto mtakapozipata, naomba msisite kuwasiliana naye ili tuweze kuona namna ya kuwasaidia. Lakini pia na ushauri ambao mtakaotoa, tuwaombe katika zile siku 9 mtakazo kuwepo, ule ushauri mtakaopata ni vizuri mkauacha ili sasa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kupitia ofisi ya rasi kuweza kuratibu zile changamoto ambazo mmeona na ushauri ambao mnatupa, nini tukifanye ili kuendelea kupambana na huyu adui maradhi, na nini tukifanye ili tuendelee kumsaidia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wito wangu mimi nitumie nafasi hii kuwaomba wana Dar es Salaam wote, twende sasa tukawapokee wataalamu hawa
ambao wanakuja kutusaidia katika halmashauri zetu mbalimbali. Wito wangu kwa waganga wafawidhi wote wa halmashauri, twendeni tukatoe ushirikiano. Kama wanahitaji usafiri tukawape, kama wanahitaji nini, tuone namna gani tunaweza tukawasaidia ili waweze kutoa huduma vizuri. Lakini pia kwa wananchi wote wa Dar es Salaam, twendeni tutumie fursa hii ambayo tumepewa. Kama walivyosema, wako wataalamu bingwa wa uzazi na koo, wako wataalamu bingwa wa masuala ya watoto, wako wataalamu bingwa wa masuala ya upasuaji na mfumo wa koo, wako wa magonjwa ya ndani, wako wataalamu bingwa wa usingizi na ganzi. Zamani mimi nilikuwa sijui kama usingizi na ganzi nao ni mtaalamu. Sasa nilipokuja kupita naambiwa bwana, usingizi na ganzi ni utaalamu na anatakiwa awepo pale pale wakati mgonjwa anafanya operation. Basi tuwapongeze sana. Lakini wako wataalamu bingwa wa kinywa na meno, wako wataalamu bingwa wa mfumo wa pua, koo na masikio. Hawa wote tuendelee kuwapokea, wanakuja katika maeneo yetu mbalimbali ya halmashauri zetu ili tuwapokee. Maeneo ambao watakuwepo, watakuwa station, nimeambiwa hapa na mwakilishi wa wizara kwamba watakuwepo kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Kivule. Kama nilivyoitaja, ni wilaya ambayo hospitali mpya iko pembezoni na ni imani ni eneo ambalo lina wakazi wengi. Wako wakazi wa wilaya ya Ilala, lakini pia wako wakazi wa wilaya ya Temeke ambao tunategemea hospitali hii. Nimeambiwa pia watakuwepo Kigamboni, kule pia kwenye maeneo makazi mapya kwenye halmashauri ya Kigamboni, ambao pia ni makazi mapya. Nimeambiwa watakuwepo Magwepande ambao pia ni maeneo mapya, makazi mapya ya watu ambapo huduma nyingi za afya ziko mbali. Nimeambiwa pia watakuwepo Mbagala 300, idadi kubwa ya watu iko kule na ni imani yetu mtaenda kutoa huduma nzuri. Nimeambiwa watakuwepo eneo la Ubungo, Kimara, idadi kubwa ya watu wako kule. Hivyo wana Dar es Salaam, tujiandae kuwapokea. Huduma hizo zinaanza siku ya leo, na tuwe tayari kuona namna gani ya kuwapokea na kutoa misaada kwao. Jina naitwa Faraja Mgeni, mwakilishi kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Afya, Uzazi, Mama na Mtoto. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI imefanikiwa kuendesha mpango kabambe wa madaktari bingwa wa Dr. Samia katika hospitali 184 ngazi ya halmashauri kwa awamu 2 hadi sasa, na tumefanikiwa kutoa huduma hizi za kibingwa katika hizo hospitali za halmashauri 184 takribani 154,000 tuliweza kuwafikia wananchi, na vile vile tuliwajengea uwezo watoa huduma 9432 katika hospitali hizo. Sambamba na huduma hizo, tulifanikiwa kuimarisha wodi za watoto wachanga pamoja na wodi za wakina mama kujifungua. Kwa mkoa wa Dar es Salaam awamu ya pili, tuliweza kutoa huduma hizi za kibingwa kwa wananchi takribani 2302 na watoa huduma 202 walijengewa uwezo. Kwa sasa tupo awamu ya 3 ya mpango huu mahususi wa madaktari bingwa ambao ulianza tarehe 28 Aprili na tunategemea kuhitimisha tarehe 28 mwezi huu Juni, na tutakuwa tumefikia hospitali 184 za halmashauri. Na huduma za kibingwa ambazo zinatolewa ni huduma za kibingwa za afya ya uzazi na ukunga, huduma za kibingwa za watoto, huduma za kibingwa za magonjwa ya ndani, huduma za kibingwa za upasuaji na mfumo wa mikojo,
huduma za kibingwa za utoaji wa dawa za usingizi na ganzi, huduma za kibingwa za kinywa na meno, pamoja na huduma za kibingwa za mfumo wa pua, masikio na koo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam, madaktari bingwa watakuwa hapa kwa muda wa siku 6 tukianzia leo tarehe 9 mwezi Juni hadi tarehe 14 mwezi Juni, na tutakuwa kwenye hospitali 5. Hospitali ya wilaya ya Kigamboni, madaktari bingwa hao watakuwepo tena kwenye hospitali ya wilaya ya Ubungo, watakuwepo hospitali ya Kivule, watakuwepo kwenye hospitali ya Mbagala Rangi 3 na hospitali ya Mabepande. Niwaombe viongozi kuwapa ushirikiano madaktari bingwa hawa, na pia niwaombe wananchi kujitokeza kwa wingi kuja kupata huduma hizi za kibingwa, kwani tumewasogezea huduma hizi za kibingwa kwenye hospitali hizo za halmashauri.